Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe channel hii ili kuendelea kupata ripoti zetu zote kali kila siku. Asante. Askofu wa Dayosisi ya Karagwe wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, KKKT, Dr. Benson Bagonza ametoa wito kwa Watanzania kuomboleza kwa utulivu na heshima kufuatia kifo cha Mwadhama Polycarp Pengo, akisisitiza umuhimu wa kulipa Kanisa Katoliki Tanzania heshima inayostahili katika kipindi hiki cha maombolezo. Kupitia ujumbe wa rambirambi aliochapisha mitandaoni Februari 21, 2026, Askofu Bagonza alimuelezea marehemu Kardinali Pengo kama jabali la maadili ya kanisa na kiongozi aliyekuwa tayari kutoa mawazo yake kwa ustawi wa taifa. Alisema kifo chake kimeacha pengo kubwa katika uongozi wa kiroho nchini. Hata hivyo, alionya dhidi ya kile alichokiita unafiki wa kujifanya kumpenda Kardinali Pengo, huku akilishambulia Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, TEC. Alisisitiza kuwa Kardinali Pengo na TEC haviwezi kutenganishwa na kwamba si sahihi kumtukuza marehemu huku taasisi aliyoiwakilisha ikishambuliwa. Askofu Bagonza pia alikemea tabia ya baadhi ya watu kutumia msiba huo kueneza chuki, migawanyiko au ajenda za kisiasa na kidini. Alisisitiza kuwa hakuna anayepaswa kumiliki mawazo ya Kardinali Pengo au kumtumia kama chombo cha mabishano, akiongeza kuwa uhusiano wake na Muumba wake ni jambo la siri na wajibu wa walio hai ni kumwombea. Kauli yake imekuja wakati mjadala ukiendelea mitandaoni kuhusu urithi wa Kardinali Pengo na nafasi ya TEC katika masuala ya kijamii na kidini nchini. Askofu Bagonza ameonya kuwa kutumia jina la marehemu kuchochea mgawanyiko hakutaleta manufaa kwa taifa wala kwa kanisa, akihimiza umoja, maombi na hekima katika kipindi hiki cha maombolezo. Ujumbe wake umepokelewa kwa mitazamo tofauti, baadhi wakimuunga mkono kwa kusisitiza amani na wengine wakitaka mjadala mpana zaidi. Hata hivyo, msimamo wake mkuu umebaki kuwa heshima kwa marehemu na kuepuka kugeuza msiba kuwa uwanja wa migogoro.